ni kamati ya nini? Kamati ya kanisa. Waliwekwa wawe watu wa kumsaidia mchungaji kusimamia uhai wa kanisa, kusimamia ibada za kanisa. Sasa unasikia, utafika wanaua kwa njia gani? Wao huwakuti ndani ya ibada ya Jumatano. Ukija Jumatano humkuti mzee wa kanisa, ukija Jumatano humkuti hata yule mtu anayetangazaga ibada hapa, humkuti kwenye ibada. Mkurugenzi wa kina mama humkuti kwenye ibada hii. Siji mkurugenzi wa vijana humuoni. Wako wanakula ndalala huko mitaani, utawaona wako huko. Wanajiita watumishi wa Mungu kanisani. Siku moja nikawa nagombana na mzee wangu wa kanisa moja. Katibu wa kanisa amesimama kutangaza na kusisitiza ibada. Sasa yeye akasimama, ni mkali. Watu wa ajabu sana nini. Ibada zinatangazwa, hamji kwenye ibada. Nikamwambia mzee wa kanisa, hebu iweni na huruma. Wewe unakuja Jumatano kweli? Unainuka bila hata kumwogopa Mungu, unaanza kukemea watu wa Mungu. Yeye mwenyewe hajaki. Nikamwambia huo ni nini? Mbele ya kanisa, huo ni unafiki. Hao ndio watu walioua ibada za nini? Jamani maskini wa Mungu nimekuwa kwenye ziara mahala fulani, tumemaliza kufundisha kama hivi, mshirika mmoja akanifuata, akaniambia, askofu tusaidie, maana hiyo Jumatano hata baba mchungaji hajaji tena, ikiwepo mechi ya Yanga na Simba. Umuoni baba nani? Baba mchungaji. Ibada zimeuawa na mechi. Tusaidie askofu. Kambini. Sasa kama paka na baba mchungaji unachukuliwa na mawimbi ya mpira, mpira una faida gani? Unakuongezea nini kwenye ukiroho wako? Si ni upumbavu tu. Unakuongezea nini? Paka na unaacha na ibada. Ibada zimekufa eti. Kwa sababu Jumatano ndio mechi nyingi huwa zinachezwa. Nani anaenda kwenye ibada? Unaona? Imefika mpaka wakati. Ilikuwa wapi? Kwa na mwangalizi hapa tunaambiwa. Washirika wanamwambia mchungaji siku ya ibada ya mechi, fanya haraka mchungaji, leo ni siku ya mechi. Hilo ni ibada yako, nipeleke faster. Ibada ipelekwe nini? Faster, maana ni siku ya nini? Kwa hiyo wanaipeleka ibada dakika 20, ibada imefanya nini? Wanatawanyika, wanakwenda kwenye mechi. Mambo, una jina la kuwa hai, lakini umefanya nini? Umekufa. Wa mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Unaona? Anasema kumbuka jinsi ulivyopokea. Tulipokeaje? Wazee wetu walitufundishaje wakati tunafundishwa? Kufa makanisani. Tunawakumbusha kamati ya kanisa, ninyi ndio watu wasimamizi wa nini? Wa ibada. Kwa sababu kama mchungaji anakuwepo kwenye ibada, katibu wa kanisa, mzee wa kanisa, siji shemasi, siji kiongozi wa kina mama, kiongozi wa vijana, si kiongozi wa wanaume, siji kiongozi wa idara ya huduma za jamii, siji mhasibu nani. Hawa watu ndio wasimamizi. Kwanza wakiwepo tu wao
tayari ibada ina wingi wa kutosha, kwa sababu nakuta watu wao wengine wana familia zao. Kama mzee wa kanisa amekuja na familia yake, katibu wa kanisa akaja na familia yake, sijui shemasi naye ana familia, hata kama nika watu wawili wamekuja, sijui nani wafuatilia, mama wewe fulani kamfuatilie mama Ana, mama Judy na nani. Wewe kiongozi wa vijana kamfuatilie Suzana na nani. Mzee wa kanisa fuatilia fulani na fulani. Kwa wale Jumatano nyingine mnawaleta, mnaulizana tena, Jumatano ya leo nani hayupo kanisani? Ijumaa ya maombi nani hakuja? Mnapata kazi. Hiyo ni kamati ya nini? Ndio majukumu, sio kukaa tu kusubiri kutambulishwa. Hani watu wamebeba tu vyeo, wanasubiri kutambulishwa. Na mkisahau kumtambulisha anajikwaa. Hili kanisa hawanitambui kabisa. Unatambuliwa unafanya kazi gani? Ya kukaa?